Kwa majina naitwa Zuena Omari, ni katibu tawala wa mkoa wa Lindi. Tuko hapa Tanga kwa ajili ya mafunzo ya maadili kwa maadili na uongozi. Mafunzo ni mazuri sana na yamekuja wakati sahihi. Ukizingatia katika maadili tumejifunza, ni kama tumekumbusha wajibu wetu kama viongozi katika kuhakikisha malengo ya taifa yanatimiwa kwa kuwa na viongozi wenye maadili. Na hasa kikubwa ambacho mimi nimekizingatia sana ni kwamba yote ambayo tunayoyaona, yote ambayo tunayawishi kama taifa yanaweza kutekelezwa tu kwa kiongozi kukubali kwamba yeye ndio chanzo cha mabadiliko yote ambayo yanahitajika. Kwa hiyo tumepata nafasi nzuri ya kukumbushwa kanuni za maadili kwa viongozi, uwajibikaji, uwazi, uzalendo. Kwa kweli ni mafunzo mazuri sana. Lakini changamoto kubwa ambayo inaonekana, kwa nini hatufanyi yote hayo? Wapo ambao wanafikiri kwamba tuna mashinikizo kwenye utekelezaji wa majukumu yetu, lakini kimsingi pamoja na mashinikizo kama yapo, lakini je, kiongozi mwenyewe yuko firm, anajua wajibu wake? Haya ndio tumekumbushwa kwa kiasi kikubwa. Na mimi ninaamini tukitoka hapa tunaenda kuimarika kabisa, vizuri kabisa katika utendaji. Asante sana. Mimi naitwa Mhandisi Profesa Frederick Kahimba, ni mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Uhandisi na Usanifu Mitambo Tanzania ambayo iko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara na iko Arusha. Tumekuja hapa Tanga kwa ajili ya mafunzo ya maadili kwa viongozi wa utumishi wa umma ambayo yana malengo makuu ya kuwajengea viongozi ndani ya utumishi wa umma uelewa kuhusu masuala mazima ya maadili katika utumishi wa umma, lakini pia kuweza kuwasaidia kufahamu sheria mbalimbali zinazohusiana na maadili ya utumishi wa umma, lakini lengo kuu likiwa viongozi hawa waweze kufanya maamuzi wakiwa wanauelewa wa masuala mazima ya governance katika utumishi wa umma. Miongoni mwa mambo ambayo tumefaidika katika mafunzo haya, kwanza ni kujifunza namna ya utawala bora katika taasisi zetu, lakini pia kujifunza masuala ya kinidhamu pale ambapo watumishi wanaenda kinyume bila kuwa na upendeleo kwa watumishi, lakini pia masuala mazima ya rushwa. Lakini kikubwa zaidi pia ni kwamba sisi kama watumishi wa umma tunatakiwa tuelewe maadili ndani ya utumishi wa umma, lakini tuyaishi, kwa maana ya kwamba tushiriki katika utumishi wa umma na tuongoze taasisi zetu kwa uadilifu unaotakiwa kutokana na sheria, taratibu, kanuni na miongozo ya utumishi wa umma.